sababu katika makundi yanayotumia barabara, madereva ni kundi pekee ambalo linapata nafasi ya kwenda kusomea masuala mbalimbali yanayohusiana na barabara pamoja na chombo cha moto. Kwa katika makundi ambayo yanauelewa mkubwa hiyo masuala ya matumizi sahihi na salama ya barabara ni madereva. Kwa sababu ni taaluma ambayo dereva anaenda anasoma, mtu anaenda anasoma, anatunukiwa cheti cha kufaulu, kufuzu. Baada ya pale tena anapata hatua zingine kwa ajili ya kupata hati ya kuendeshea chombo cha moto kwa maana ya leseni. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa uelewa wanao juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na usalama barabarani. Sawa. Na kwa upande wa wananchi wao, uelewa wao kuhusiana na zile alama ambazo mmeziweka barabarani? Wananchi tukisema wananchi na maana tunajumuisha makundi yote. Makundi yote. Wananchi wa kawaida, sio kawaida tuseme hasa. Kemo wewe mwenyewe sababu unatumia barabara pia. Tukisema kuna makundi ambayo labda ya madereva pikipiki, lakini labda umekusudia waenda kwa miguu. Waenda kwa miguu. Waenda kwa miguu. Ikiwemo mimi, wewe na wengine pia wanatumia miguu kwa ajili ya aidha kuvuka au kutembea katika barabara hizi. Tunashukuru sana kwa sababu tumekuwa tukitumia media hizi kuweza kuhabarisha umma juu ya matumizi sahihi na salama ya barabara. Na hatulengi tu kwa maana ya madereva, tunalenga hao ambao unawataja sasa kwa maana ya kuwafikia na kusema kwamba namna ipi bora iliyo nzuri kwa ajili ya matumizi ya barabara. Lakini zaidi ya pale sasa hivi tunaenda nafikiri tuna program ya muda mrefu ambayo tumeanza nayo, ambayo tunaenda kwenye mashule haya na kuanza kuwafundisha watoto namna gani ambavyo wanapaswa kuvuka barabarani, lakini namna gani ambavyo wanapaswa kutembea barabarani. Sasa kwa kutumia uzoefu huu tunaamini kabisa wale kwa mfano tuliowafundisha miaka 10 iliyopita sasa hivi washakuwa ni vijana au watu wazima sasa, wanakuwa na msingi ulio bora. Unajua wanasema samaki mkunje angari mbichi. Leo nikikwambia wewe fuata sheria wakati tuna mambo mengi, sijakufundisha namna gani ya kutembea barabarani au namna ya uvukaji, utaona tu kwamba kwa sababu ni mtu mzima unaweza kuvuka mahali popote. Lakini tunawafundisha watoto namna gani ambavyo anapaswa kuvuka na sehemu gani salama za kuvuka. Sio kila sehemu ni salama. Sasa kwa utashi huo tunaamini kabisa tukianza na watoto baadaye labda miaka 10, 15, naamini kila mtu atakuwa na uwezo mzuri wa kudadavua masuala ya usalama barabarani, lakini kujiweka akiwa salama na watumiaji wengine wanaotumia barabara. Sawa Sergeant Abdalla, tunaona kuna wale madereva ambao wanawagonga hata watu wakiwa kwenye zebra. Hii inatokana na nini? Ni kwamba wanakiuka taratibu, lakini hatua zipi zinachukuliwa kwa watu wa namna hiyo? Kugonga kwenye zebra ni kosa kwa mujibu wa sheria za usalama barabarani, na ni kosa kubwa kwa maana ya makosa yanayohusiana na usalama barabarani. Kwa sababu kivuko cha pundamilia maarufu kama zebra ni kivuko pekee ambacho kina alama za tahadhari karibu 3, ambazo kwanza kuna kuwepo na kibao cha alama ya tahadhari kutahadharisha wewe dereva wa chombo cha moto kwamba mbele kuna kivuko. Kwa unaanza tayari kujua kwamba mbele kuna kivuko chaenda kwa miguu. Lakini pia unapofika pale kuna kivuko utakutana na alama tayari kwamba ni mahala hapa ndiko ambako kivuko kina watu wanavuka. Lakini zaidi ya pale kama kuna ni uso wa barabara ya lami, utakuta kuna michoro sasa ile ya pundamilia ambako sasa inaonyesha kwamba hapa ndiko ambako unapaswa unavuka au sehemu hiyo ni salama. Sasa unaweza ukaona kwa maana kwamba alama ziko nyingi ambazo zinakutahadharisha wewe dereva unakwenda kugonga. Kweli ni kosa na dereva anachukuliwa hatua, kwa maana baada ya kuwa imebainika kwamba kagonga anachukuliwa hatua ya kupelekwa kituoni na taratibu zingine za kisheria ikiwemo kumpeleka mahakamani. Kwanza mimi niwapongeze makao makuu ya usalama barabarani kwa sababu nimeona siku hizi wanafunzi wamekuwa wanalindwa kwa hali ya juu sana barabarani. Mmetoa elimu ya kutosha kwa wananchi. Naona hata mwanafunzi ukimkuta barabarani uwe na hakika kwamba mwananchi atamvusha. Tulitumia makundi mengi ikiwemo wenzetu wa
maafisa wa usafirishaji maarufu kama bodaboda, Yes. kwa sababu naamini kabisa niona kama utakuwa unatembea unaona bodaboda wengi kwenye video vyao, Yes. amini kwenye vituo vyao Vituo ndiko vyao. ambako pia kuna vivuko vingi vya watoto na wengine wako katika karibu na mashule. Kwa kutumia hiyo elimu ya usalama barabarani katika video vya bodaboda, lakini tunaelimisha namna iliyo bora ya kuwavusha watoto wanapohitaji, hata hapo wanapoona pia kwamba watoto wanataka kuvuka aidha kwenda shuleni na wakati wa kutoka shuleni. Lakini na watoto pia tumekuwa tukielimisha tukienda katika mashule kwamba anapokuwa peke yake na akaona si salama Hiyo kuvuka, tumeiona mara nyingi. aombe kwa mzima amvushe. Lakini tunashukuru watoto wote wao pia wanaelewa mkubwa namna ya kuvuka. Utaona kabisa wanasimamisha magari, hawezi kuvuka, anasimama kando ya barabara, anaisimamisha gari, isipokuwa simama avuki, ikisimama basi anavuka. Kwa hiyo unaweza kuona tayari ile chachu ya kuelimisha masuala ya usalama barabarani watoto wamechukulia katika namna ambayo ni nzuri na wameelewa kwa kiasi kikubwa na wanavuka kabisa. Sijui nahisi kwa mtaani kwenu wanafunzi vile wanavyovuka barabara. Tunatamani kufahamu kwamba ni alama ngapi ambazo zipo za barabarani kwa kuhabarisha sana mtazamaji wa Kasako, ziko ngapi? Alama na michoro na ishara za barabarani ziko katika kibani alama 184. Kwa hiyo nafikiri ni mada ambayo Ni pana ambayo tukasema tu labda siku nyingine tutatafutia siku nyingine hizo alama. Lakini kuu ni zipi, yani kuu ambazo zinafahamika zaidi? Zote ni muhimu kuzifahamu kwa sababu ndio maana nikasema dereva ni taaluma. Ni taaluma ndiko ambako anafundishwa hizo alama na michoro kuzielewa na kuzitafasiri anapokuwa anatumia barabarani. Sasa ni wakati gani ndipo alama itamwelekeza afanyaje, kwa sababu katika hizi alama zimegawanyika katika makundi tofauti. Kuna alama za tahadhari, alama za onyo na za maelekezo. Kwa hiyo ni zote ni muhimu na lazima zifuate. Kwa mfano ukachukulia alama ya tahadhari kama nilivyosema kwamba kuna kona kali ukapuuza, kupunguza mwendo na kuchukua tahadhari, aidha kwa overtake au kuongeza mwendo wa gari lingine ambalo limeharibika kwenye hiyo kona kali. Kwa hiyo lazima zote kwa umuhimu wake uzichukulie. Na nimesema nawapongeza makao makuu ya usalama barabarani. Nimeona kwenye kona kali wanakuambia kuna kona kali, punguza mwendo. Nakutana sijui kama nyinyi mnasafiriga muone kitu kama hicho. Kwa upande wa Mbeya kule pale kuna Mlima Nyoka, wanakuambia kuna kabisa kuna watu wa usalama barabarani wamekaa wanakuangalia kabisa kwenye kioo, wanakutazama, uki overtake ujue mbele lazima ukutane nao. Rajabu, wewe swali lako ni lipi? Mimi kwanza nawapongeza kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. Sawa. Kwa hiyo wanafanya kazi kubwa